wakati. Enyi mlioamini, mcheni Allah haki ya kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa hali ya kwamba nyinyi ni Waislamu. Sasa sisi tunapatikana ndani ya neema, sasa tuwe wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya hiyo. Watukufu Waislamu, tunakumbushana kidogo katika aya zingine fupi kama tatu hivi Mwenyezi Mungu akipenda, na hii katika sura ambayo sisi mara nyingi wanaisoma katika sala tunasikiliza, lakini Qur'ani hii ni ukumbusho. Mwenyezi Mungu katika sura Al-Dhariyat aya ya 55 anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa dhakiru fa inna dhikra tanfa'u mu'minin. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumbusha ewe Muhammad, wa dhakiru, nakumbusha, fa inna dhikra, hakika ya ukumbusho, tanfa'u mu'minin, inamfaa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Ukumbusho ambao sisi Waislamu ni jambo ambalo kwamba yatakikana kila wakati tuifanyie kazi, kukumbusha nafsi zetu juu ya Mwenyezi Mungu, na pia vile vile kukumbusha watu wengine, na inapaswa ushughulikie nafsi yako kabisa kuikumbusha, sababu ukumbusho huu unamfaa tu anayemwamini Mwenyezi Mungu. Asiyemwamini Allah, ukumbusho hana haja nayo. Ndio wanapokumbushwa juu ya ayati za Mwenyezi Mungu, pale wanapopindukia mpaka katika mambo wanayofanya wanakereka. Inawafaa wenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema ukumbusho, anza na nafsi yako. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, sura At-Tahrim, kuhusu umuhimu wa kuanza na nafsi yako. Anasema, qulu anfusakum wa ahlikum nar, okoa nafsi yako kwanza. Tanguliza nini? Nafsi yako, kisha watu wako wa karibu, sababu hawa watakuja kuwa msiba kwako kama haukuchukua wakati, nafasi, na ukawakumbusha, ukawaamrisha. Lakini mwanzo anza na nafsi yako. So ukumbusho wetu tatoka katika Suratul A'la aya yake ni ya 14. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia jambo la kufaulu. Anasema, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala
anavuta kijitu karibu. Hii dunia, kila anayeweka mkono katika kufanya kitu, mathalan biashara, hakuna mtu ambaye kwamba katika hii dunia ako na malipo ya kufeli, ama kuna sote tuliokuja hapa saa hizi kuswali hii swala, tunajua umuhimu wake na tunakuja kuiswali kwa sababu tunaanza kuitekeleza kutokea katika nyoyo zetu, nia inakuwa safi, tunaingia katika sehemu za kutahirika, tunatahirika, tukue safi, kuwe safi, kila kitu kwa hivi, zile arakamu za swala zitimie, swala ikubalike. Swala ambayo kwamba imekubalika ni yenye faida kwetu, sio kwa Mwenyezi Mungu. So hii swala tunapokwenda kuiswali ni faida kwetu. Anayefanya chochote anataka kufaulu, sio? Kila anayefanya kitu anataka kufanya nini? Anataka kufaulu. Na hiyo ndio lengo tuliokuwa nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kad aflaha man tazakka, hakika amefaulu yoyote mwenye kuitakasa nini? Nafsi yake. Tasfiya kwa nafsi, kuitakasa nafsi ina maana ya kuisafisha nafsi yake. Nafsi ambazo tuko nazo yaamuru bisura, inaamurisha nini? Uovu. Ndio nature ya nafsi tulioombewa na Mwenyezi Mungu. Kila mara inatuamurisha mabaya, na katika mabaya kuna utamu. Unaonaje ukibeti na 20 kwa ukapata 100k? Wasa, unaonaje ukibeti na 20 kwa ukapata 100k? Shilingi 20 tu. Congratulations, 100,000 imeingia kwa akaunti yako. Unaonaje? Si tamu? Amini tamu. Tamu. Unaonaje ikiwa utampata mwanadada wewe utamani ukadhani kumpata ni ngumu kabisa, pindi ulipongea pale mbili akakubali na ukamuuliza pale katika gate na akakubali ukafanya kitu, unaonaje? Ni tamu hiyo, sio? Tamu. Hizi dhambi mbili ulizozifanya Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Hizi dhambi mbili ulizozifanya nafsi hapo imechangia 99.9% wewe kuzifanya. Ni madhambi yanayotokana na nini? Matamanio ya nini? Ya nafsi. Lakini tusiangalie beti ni dhambi kubwa sana. Aya yake imeteremshwa pamoja na mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amesema rijsun min al-amali shaytan, ni uchafu na miongoni mwa kazi za shetani zilizokuwa kubwa. Mwenyezi Mungu akiambatanisha kitu na jambo kama hili ni this is a very serious matter. Lakini umefaulu bana, nani anaweza kupata 100 akakosa kufanya? Tuseme tu, tuseme sana ukweli. Hata kama unaswali maji unaamka tahajjud na swali na funga sunna au fanya kile, si ndio? Sikuna furaha. So atakayefaulu yule ambaye kwamba kutakasa nafsi yake
Hapa ina maana ya kwamba ameacha yale kwamba yanakasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akafanya yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameamrisha, ambayo inaitakasa nafsi na inaondoshia, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafatanisha vile vile hiyo kufaulu inatokamana wadhafa wasma rabbihi wasala, akalikumbuka jina la Mola wake na akaswali. Muda wetu umekuwa mchache, nadhani ni wakati wa kukimu sala. Inshallah sisi ni ndugu zenu katika imani ambao tumekuja katika huu mji wenu kwa ajili ya kufanya dawa ya uwajani. Tuko pale uwajani tunafanya mdahalo na wasiokuwa Waislamu, na tutakuwa hapa inshallah. Darasa hizi kwa upendo wa Mwenyezi Mungu huenda tutatengeneza kabla ya swala ya dhuhuri na baada ya swala ya fajr. Tutaendelea na darasa hii sehemu ambayo kwamba tumeiacha. Wabillahi tawfiq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.